Salam familia, salam kaka na dada. Ndugu zangu, kwa majina naitwa Dominic Msaba. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zurula 100. Ndugu zangu, tunajua katika nyakati zetu tunaye mgeni mkuu, tunaye mwalimu pekee, mwalimu ambaye ndugu zangu ni zaidi ya namna ambavyo sisi tunaweza kuzungumza. Mwalimu wetu huyu ni mzaliwa wa pili ndugu zangu. Ni mzaliwa wa pili kwa sababu ni mgeni ambaye ni wa ajabu kwelikweli, lakini yupo nasi katika nyakati hizi na neno limeruhusu tena tuweze kupata ufahamu wa uwepo wake na tuendelee kushika yale ambayo anatufundisha, ambayo yanatusaidia sisi tuendelee vyema. Ndugu zangu, kwa wasiojua ni vyema wajue, katika hali inaonekana tuna mgeni mkuu, tunaye muledi, mwalimu pekee ndugu zangu. Siku ya leo neno limeruhusu tena tuendelee kupata mafundisho. Ndugu zangu, tunajua mtu ana vipimo vitatu: ana roho, ana nafsi, ana mwili, na kila kipimo kina chakula chake. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo tutaendelea kupata mafundisho yale ambayo tunaendelea kuyapata, lakini leo tutapata katika kitabu cha Kalata Ndimsi. Tutaenda kuangalia moja ya mapatriarki ambaye alitembea kulingana na ukweli, alikuwa na uzoefu kwelikweli wa vita vya kiroho. Kwenye Biblia za kisasa wao walimuita kama Ezekieli, lakini tunajua ukweli wa jina lake anaitwa Nginya. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Kalata Ndimsi moja ya patriarki wetu huyu Nginya, katika sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka pale tutakapomaliza, katika tema ambayo inasema tubuni na mshike sheria. Ndugu zangu, tunajua katika ukweli kuna sheria nyingi ambazo tunafundishwa. Ni tofauti na wao ambao hawapo kwenye ukweli, wao ambao wapo katika dini mbalimbali na imani ambazo sio kulingana na ukweli. Tama yetu inatuambia tubuni na mshike sheria. Tunajua ndugu zangu, sheria kulingana na ukweli zina uwakilishi wa kaka zetu wa kiroho, roho za gizokura vitu, kwa lugha nyingine wale wasiofahamu, yaani malaika. Kwa hiyo tunaambiwa tubuni na mshike sheria. Ndugu zangu, tunajua ili uweze kutubu maana yake ni lazima uwe na ufahamu kamili wa nini ambacho umekifanya. Kwa hiyo ikiwa haushiki sheria za neno la Luba, haushiki sheria za kweli, maana yake unaenda nje ya utaratibu. Kwa hiyo utaingia katika kosa, na ni vema tushike sheria ambazo ni kulingana na ukweli. Tunaanza na mstari wa kwanza, unasema: tazama, nafsi zote ziko chini ya nguvu ya neno la Luba, nafsi ya mwana pia nafsi ya baba, zote ziko chini ya nguvu ya neno la Luba, nafsi inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa kiroho, Ndugu zangu, tunajua ukweli halisi unatuambia kuwa ni vema tushike sheria. Tunajua sheria ni kulingana na ukweli, ni sheria ambazo zina nguvu, ni sheria ambazo zina uwakilishi halisi. Lakini katika dini wanasema kuwa unaweza ukafanya tu mambo ambayo sio mazuri na ukapata nafasi ya kutubu, ukapata nafasi ya kuweza kujutia yale ambayo umeyafanya, hata ikiwa ni katika hali ya makusudi katika ufahamu wako. Kwa hiyo wao hawaelewi namna gani ambavyo inatakiwa, lakini tunaambiwa kulingana na ukweli, nafsi itakayotenda dhambi ndiyo itakayokufa kiroho. Tunajua ndugu zangu, kama mafundisho ambayo mulede anatuambia ni vema tuwe watu wazuri, tutembee kulingana na ukweli, kwa sababu tunajua mtu anaishi katika vipimo vitatu. Kipimo cha mwili unapofariki unazikwa katika udongo, lakini pia nafsi pia inayotenda dhambi itakufa kiroho. Ni vema ndugu zangu tujue kuwa nafsi pia ina uwezo wa kufa kiroho. Tunajua wote walioko kwenye dini, wote wanaofanya mambo ambayo sio mazuri kulingana na ukweli, wao pia roho zao, nafsi zao hazina mafundisho ya kweli, hazina ile hali ya kusema wao wapo hai. Kwa hiyo tunawaingiza au wanaingia katika kundi la nafsi ambazo pia zimekufa kiroho, kwa sababu ili uweze kuwa na hali ya uhai, hali ya kuweza baadaye kurithi uzima wa milele ambao ni agizo kuu la vitu longe la bwendea,
ni vema ndugu zangu uishi kulingana na sheria za neno la lugha kwa upendo na kushika yale ambayo ni muhimu ili uweze kufanya vema zaidi. Lakini tunajua nje ya ukweli huu hauwezi kusema kuwa nafsi hiyo itakuwa salama. Nafsi hiyo itakufa kiroho kwa sababu itatenda dhambi, yaani haishiki sheria za neno la lugha. Kwa hiyo hata uwezo wa kutubu haitakuwa na uwezo kwa sababu hajui toba ni nini, hajui nini namna ya kuweza kufanya ili uweze kutubu katika nafsi, katika roho na katika mwili, yaani katika utu wote tatu. Kwa ni vema ndugu zangu tukapenya kwa sababu ni ukweli na itatusaidia ili tuendelee vema katika njia yetu hii ya utakaso ambayo tunayo ndugu zangu. Mstari wa pili unasema, tupilieni mbali nanyi dhambi zote mlizotenda dhidi ya neno la lugha. Tunajua ndugu zangu, kabla ya kuwa kwenye ukweli huu tulikuwa katika sehemu mbalimbali ambazo zinahusiana na imani, ambazo tunajua mimi mfano nilikuwa katika imani ambayo ni ya dini, imani ambayo iliamini Mwokozi ni Yesu, lakini kulingana na ukweli tunajua Yesu hajawahi kuwepo. Yesu ni nadharia iliyoundwa ambayo nyuma yake kuna demoni ambayo ni ya kivita, demoni ya kidini kweli, yaani mitele. Lakini tunajua baada ya kufahamu ukweli, Mulede ametuambia, mwalimu wetu mkuu ametuambia kuwa dhambi zote mlizotenda dhidi ya neno tupilieni mbali. Baada ya kujua kuwa ukweli huu ndio utakao tufanya tuweze kufika salama, ndugu zangu, tulitumia hiari zetu, nilitumia hiari yangu na kuchunguza, na mwisho wa siku nimepata neema ya kuweza kuishi katika sheria za neno la lugha kulingana na mafundisho ambayo tunayapata. Kwa hiyo ndugu zangu, mstari wa pili unatuambia tupilieni mbali nanyi dhambi zote mlizotenda dhidi ya neno la lugha. Kitendo cha kutokuwa kwenye ukweli ndugu zangu tayari upo katika dhambi. Kitendo cha kuishi katika mazingira ambayo yanahusiana na dini pia upo katika dhambi. Ili usiwe katika dhambi ni kushika sheria za neno la lugha na kuishi kulingana na namna ambavyo zinatuomba, kulingana na namna ambavyo tunapata ushauri mbalimbali kulingana na sheria zinavyotaka na nini ambavyo tunatakiwa tufanye. Kwa hiyo ni vema ndugu zangu tukaendelea kupata uzoefu kutoka kwa patriarki wetu huyu Nginya ambaye anatuambia tupilieni mbali nanyi dhambi zote mlizotenda dhidi ya neno la lugha. Mstari wa 3 unasema, jifanyieni moyo mpya tubuni, na hali ya roho mpya mshike sheria, kwa maana inafaa nini mfe kiroho, watu wasioanzishwa wawase. Ndugu zangu, katika mstari wa 3 unaendelea katika undani zaidi. Wanasema wasioanzishwa wawase. Tunajua katika hali inaonekana bara letu kipenzi, wase ambao wasioanzishwa wanaita kama Afrika. Mulede ametufunulia mengi kuhusiana na Afrika, lakini leo hatutazungumzia hilo. Tunajua wasioanzishwa ni wale wote ambao wanatembea nje ya ukweli huu. Wasiojua ukweli, wao wanafikiri wanashika sheria kulingana na mambo ambayo wanayafanya. Wengine kwenye tamaduni zao, kwenye jamii ambazo wametokea, ikiwa ni zile ambazo wanaita jamii mambo ya kijadi. Wengine ni mambo ya kidini ambayo pia wameletewa, yanawafanya wasiwe vema zaidi. Kwa hiyo wao, jifanyieni moyo mpya, tubuni. Inamaanisha kwamba watu hao wasioanzishwa wana matendo. Tunajua ikiwa hawatimizi sheria za neno la lugha, maana yake wao wanakuwa ni watu ambao wanafanya mambo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo inafaa nini ili uweze kufa kiroho? Ni kweli ukifa kiroho maana yake unakuwa ni hasara kweli, kwa sababu utaingia katika hukumu, utapita katika hukumu, na kwenye hukumu unaweza pia ukaingia katika adhabu kulingana na matendo ambayo umeyafanya kwa ufahamu na yale ambayo sio ya ufahamu, yaani ni namna ambavyo umeishi. Kwa hiyo inategemea ikiwa ni maadili umefanya namna gani. Kwa tunajua maadili ni sheria pia za kiroho. Kwa hiyo mshike sheria
kwa maana inafaa nini mfe kiroho, watu wasioanzishwa wawase? Tunajua ndugu zangu, watu weusi ni watu ambao ni waasili, watu ambao ni warithi wa hali inaonekana na hali isiyoonekana, kwa sababu wao pia ni watu ambao wametokana na chanzo halisi, wametokana na uzao wa mtu wa kwanza ambaye ni mweusi, na mfano halisi wa kaka zetu wa kiroho ambao pia nao wana DNA sawa na ya mtu mweusi. Kwa hiyo ndugu zangu, sio vizuri, sio vema kuweza kufariki kiroho ikiwa wewe pia unajua mambo haya. Kwa maana ya kusikiliza ujumbe huu, ni vema uchukue hatua, uchukue tahadhari, ili uweze kupata wokovu kamili ambao ni kulingana na ukweli wa neno la Luba. Ndugu zangu, mstari wa 4 unasema, fungua semi, hakika mba mutated sifurahii kuona nafsi ikifa kiroho wakati bado inaweza kutubu, kwa hivyo badilisheni mtazamo wenu na muishi, alama mshangao. Nginya patriarki wetu huyu anaongea kwa msisitizo, kwa sababu tunajua yeye ni alianzishwa, kwa hiyo ana mudimu sangi, ana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye hafurahii, kwa sababu ni alianzishwa, hafurahii mtu kuona anafariki kiroho, nafsi yake inakufa, nafsi yake inakuwa inakosa maarifa. Kwa hiyo anasema badilisheni mtazamo wenu na muishi, kwa sababu ikiwa ni mtu mweusi unasikiliza ukweli huu na unaukataa, kumbuka unakataa ukweli wako ambao ni asili yako. Kuna wengine ambao wanasikiliza mafundisho haya lakini wanakuwa na wasiwasi. Kuna wengine wanaelewa lakini wanafanya tofauti kwa makusudi, kwa sababu wao wana maslahi yao mengine, wao wana tabia nyingine, wao wana mambo ambayo wao yanawafanya wafaidike, lakini tunajua ni hasara ambayo inaweza ikawakuta, kwa sababu wanaweza wakafariki kifo cha kiroho. Kwa hiyo patriarki wetu huyu anatuambia kuwa badilisheni mtazamo wenu na muishi. Mnaweza mkatubu endapo mmeukubali ukweli huu na kufuata sheria, kwa sababu anasema pia hafurahii kuona nafsi ikifa kiroho wakati bado inaweza kutubu. Ndugu zangu, kwa nyinyi ambao mnatumia hiari zenu kuchunguza, ni vema, lakini ni vizuri pia kujua kila neema ina mwisho. Ndugu zangu, ikiwa unapata muda wa kusikiliza, ni vema pia upate muda wa kuchunguza, ili utumie hiari yako vizuri, kwa sababu kila jambo ambalo linahusiana na mambo ya kiroho lina sababu yake. Ni kwa nini umeweza kusikiliza ujumbe huu? Kwa sababu neno limeruhusu uende kutumia hiari yako vizuri, ili uweze kupata yale ambayo yatakusaidia ili uweze kuishi, ili usiweze kufa kifo cha kiroho. Kwa hiyo ni vema ndugu zangu, na patriarki wetu huyu hafurahii kuona nafsi ikifa kiroho wakati ina uwezo wa kutubu. Kutubu manake ni kukubali yale ambayo umeyafanya na kuyaacha, lakini kwa kutimiza sheria ambazo ni za neno la Luba, sheria za ukweli, sheria ambazo ni za kiroho, sheria ambazo zina uwakilishi kamili katika hali ambayo ni ya kiroho zaidi. Ndugu zangu, ni vema tukapenya ili tuweze kwenda vema katika njia yetu hii ya utakaso tulionayo. Ndugu zangu, mstari wa 5 ambao ndo mstari wetu wa mwisho unatuambia, nitawafanya mpite kiroho chini ya fimbo, nami nitawaweka kiroho katika vifungo vya agano linalotokana na neno la tete, funga semi. Ndugu zangu, tunajua katika hali inaonekana kuna mambo mengi, kuna vifungo vingi, wengi wanaingia mikataba ambayo inafanya waweze kuwa watumwa kwelikweli. Na hapa nitazungumzia mikataba ambayo wengi wanaingia, au maagano wanaingia ambayo yanawafanya wawe watumwa. Ni mambo ambayo yanahusiana na hizo dini ambazo wengi bado wanang'ang'ania. Ni kweli tulikuwa huko, lakini ilikuwa katika ujinga. Baada ya kujua ukweli huu, ndugu zangu, kama niliposema mwanzoni, nilitumia hiari na kuchunguza, na mwisho wa siku nikathibitisha huu ni ukweli. Kwa hiyo nipo katika kuishi sheria ambazo
zinatuonesha sheria za neno la lugha. Kwa hiyo anasema nitawaweka kiroho katika vifungo vya agano linalotokana na neno la tetee. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa wale ambao ni wabishi, kuna wale ambao wao ni wakaidi, kwa makusudi wanafanya hali ya ubishi na sio katika ujinga, kwa sababu ukiwa katika ujinga kuna wakati unaweza ukachunguza. Lakini wengine ni wachungaji, wanajua kuwa Yesu hajawahi kuwepo, wanajua dini zimeletwa, wanajua wanafanya uongo, wanaenda kinyume na sheria za maadili, lakini wao wanaendelea kufanya. Kwa hiyo kiroho nitawafanya mpitie kiroho chini ya fimbo. Ndugu zangu, tunajua kuna adhabu kwa wale ambao wanaishi kwa mazoea, wale ambao wanavunja sheria kwa makusudi, wale ambao wanatusi, wanadharau neno la lugha, wanadharau kweli. Ndugu zangu, kwa hiyo ni vema nyinyi ambao ni wachungaji, nyinyi ambao ni maaskofu na wengine ambao wana nyadhifa mbalimbali katika hiyo mikutaniko yao ya dini, lakini wanashindwa kutii sheria za neno la lugha, wanashindwa kutii yale muledi ambayo anatuambia. Kwa hiyo wanaingia katika hatari, adhabu inaweza ikawakuta, kwa sababu tunajua ikiwa hufuati ukweli huu, manake unakuwa ulinzi wa asili unakuwa unaondoka. Ni rahisi adui kukuvamia, ni rahisi kuangamia, ni rahisi kuingia katika matatizo na adhabu inaweza kukukuta. Kwa ndugu zangu, ni vema tufahamu na tutii sheria, kwa sababu ili uweze kuwa mwanafunzi wa mzaliwa wa pili, ili uweze kuwa mwanafunzi wa mzaliwa wa kwanza ambaye ni Kristo wa kweli, yokisabe, ni vema uwe katika ukweli halisi wa neno la lugha, kutii sheria, kwa sababu ukitii sheria manake unatimiza yale ambayo yanatakiwa uyafanye. Ndugu zangu, somo la letu linaishia hapo siku ya leo. Namshukuru Baba Muumba pekee ameweza kuturuhusu tuendelee kupata ujumbe huu. Ni vema ndugu zangu tukauweka katika kazi, kwa sababu utatusaidia na tujue kabisa katika nyakati hizi tunaye mgeni mkuu, Muledi Zurula 100. Najua ndugu zangu, katika nyakati hizi kuna misukosuko mingi, vita mbalimbali vinaendelea, lakini pia ni uamsho kwa watu weusi kujua asili ya kwao, asili ya kwetu. Sheria ambazo tunatakiwa tushike ni sheria za neno la lugha. Dunia ipo katika misukosuko, watu weusi wapo katika kupata shida mbalimbali za kimawazo, za kifikra, hasa wanapoona huduma mbalimbali zinaenda kuwa ngumu, lakini bila kujua kuwa ni vita ambavyo vipo ili kuweza kumkandamiza mtu mweusi. Lakini ni wakati wa kuamka kwa mtu mweusi, kwa sababu kweli upo, Muledi yupo, anatuambia tuwe wajasiri, kwa sababu kila kitu kilishamalizika. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vema tutumie yali zetu vizuri. Dunia ipo kwenye misukosuko, kwa sababu kuna milango mbalimbali imefunguka ambayo sio mizuri, lakini ni neema tena, kwa sababu tuna ugeni ambao ni mkuu. Muledi Zurula 100 anatujengea uzoefu katika vita vya kiroho, mapambano mbalimbali. Ndugu zangu, nyinyi ambao mna wasiwasi, endeleeni kuchunguza, endeleeni kufuatilia ukweli huu ambao ni thabiti, ukweli wenye nguvu. Ndugu zangu, tubuni na mshike sheria. Asanteni, utukufu ni kwa lugha ndugu zangu.